Ninao ushahidi tena mwingi, kwa sababu mtu baada ya kuongozwa sala ya toba, mtu yoyote aliyemwongoza sala ya toba, awe ni mchungaji, awe ni mzee wa kanisa, awe ni shemasi, awe ni mshirika, jambo la pili namwambia, Jumatano usikose ibada. Kwa hiyo neno la kwanza la muamini ni maelekezo ya ibada. Neno la kwanza kabla ya mengine yote. Steven, sijawa sawa? Bwana asifiwe. Sasa ukishafika kwenye ibada, ndio unafunuliwa namna ya kuenenda, kwamba kwa kuwa umeamini sasa utatembea hivi, utapaswa kufanya 1, 2, 3 kutoka kwenye ibada. Kwa hiyo Mungu hawezi akahukumu kuanzia mafundisho kabla ya neno la siku ya kwanza uliolipokea baada ya kutubu. Maana lile ulilolipokea baada ya kutubu, lililoingia kwenye moyo fresh, ni ibada. Na Mungu anapenda ibada. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Mungu anapenda ibada. Nasema Mungu anapenda ibada. Anasema walipo 2 au 3 kwa jina langu, nipo katikati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ni muhimu sana. Anaposema atakuja na malaika zake kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Bwana asifiwe. Wewe unaonaje malipo yako ni yapi? Malipo yako atakapokuja na malaika, utalipwaje? Utalipwaje? Lazima kujipambanua, si ndio? Lazima kujipambanua. Nimesema kuchukua msalaba ni gharama ambayo mtu anaifanya katika kumfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, Petro wa kwanza, fungua